Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule, baadhi ya watu walipokuwa wakiongea habari za hekalu, hasa mawe mazuri na mapambo ya wakfu, Yesu akasema, haya yote mnayoyaona, siku zitakuja ambapo jiwe halitaachwa juu ya jiwe, yote yatabomolewa. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, hayo yatakuwa lini? Na iko ishara gani inayodokeza mwanzo wa kutimizwa hayo? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye, tena wakati umewadia. Msiwafuate hao. Mtakaposikia habari za vita na misukosuko, msihangaike, kwa maana hayo hayana budi kutendeka kwanza, lakini si mwisho bado. Kisha akawaambia, taifa litashambulia taifa, na ufalme utashambulia ufalme. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi huku na huko, na maradhi na njaa na matisho na ishara kubwa kutoka uwinguni. Lakini kabla ya kutendeka hayo yote, watawakamata ninyi na kuwadhulumu. Watawapeleka katika sinagogi na kuwatia katika gerezani, na watawapeleka mbele ya wafalme na magavana kwa ajili ya jina langu. Hivyo mtapata nafasi ya kushuhudia. Basi jikazeni mioyo yenu, msifikirie kabla yake namna ya kujitetea. Kwa maana mimi nitawapa kauli na hekima ambayo adui wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Lakini mtatolewa na wazazi na ndugu na jamaa na marafiki, nao watawaua baadhi yenu, na mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Lakini hata unywele wa mmoja wa vichwa vyenu hautapotea. Kwa uvumilivu wenu mtaziokoa nafsi zenu. Injili ya Bwana. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Basi karibuni kwa tafakari ya siku. Kama nilivyodokeza katika utangulizi wa misa, tunaadhimisha Jumapili ya 33 ya kipindi cha kawaida cha mwaka wa Kanisa. Ni Jumapili ambayo inatangulia mwisho wa mwaka wa Kanisa, ambao tutaweza kuadhimisha Jumapili ijayo kwa sherehe ya Kristo Mfalme. Jumapili ile nyingine baada ya hii ijayo, tutaanza mwaka mpya wa Kanisa, mwaka A. Kwa hivyo tutaweza kuelewa jinsi ambavyo Injili ya leo inatuelekeza. Kwanza inatuelekeza kwa mwisho wa mwaka wa Kanisa, na ndivyo inaongea kuhusu mambo yatakayotendeka ya kuisha kwa mkondo fulani na kuwa na mwanzo fulani. Pia ni Jumapili ambayo inatuelekeza kuweza pia kutafakari kuhusu hatima na mwisho wa historia ya wanadamu. Na ndivyo tunapaswa kuweza kujiuliza, ni dunia itakayoisha ama ni sisi ambao tutaweza kuisha?
kwa sababu wadadisi na wasomi tofauti wana mtazamo ambao ni tofauti kuhusu injili ya siku ya leo. Watu wengi wametokea, na sisi wenyewe tunaelewa, wanadamu na hasa katika dini ya Kikristo wamekuwa kitafakari dunia itaisha lini. Miaka kadhaa, hata 1986 mnakumbuka wakati wa Halley Comet ambayo ilipita angani, mnakumbuka mwaka wa 2000, mnakumbuka pia hata mwanzo wa corona. Watu wamekuwa wakisema ya kwamba dunia itaisha, lakini hakuna mtu yote ambaye ana uhakika. Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi wake, hakuna ajuaye ile siku, si malaika walio mbinguni wala wote wazee walio katika kiti cha enzi. Tunasema mwisho wa dunia ni siri kuu, ni siri ambayo mwanadamu haijui. Uokoke kiasi gani, uwe mwimbaji kiasi gani, usali rozari kiasi gani, uvae medali kiasi gani, hakuna mwanadamu anayejua kwa uhakika dunia itaisha lini, ama mwisho wa historia ya wanadamu itafika lini. No one knows with certainty the consummation of human history. It is a mystery. It is one of the best kept secrets that human beings cannot be able to unravel, that they cannot be able to tell, they cannot be able to explain. Ndivyo tunasema ya kwamba ni siri iliyofichika, ni Mungu mwenyewe ambaye aweza kuifichua. Na basi kama mwisho wa dunia ni siri, pia tumesema ni fumbo yako na yangu. Ni nini ambacho tunapaswa kukifanya? Jambo la kwanza ni kujiweka katika maongozi ya Mungu. Wakati ambapo tunajiweka katika maongozi ya Mungu, tunatumia K kadhaa ama herufi K. Jambo la kwanza ni kuheshimu, ya kwamba kama ningependa niweze kukutana na hiyo siku ya Bwana ambayo Malaki amesema, siku ya Bwana kwa Kiebrania Yom Yahweh, ama siku ya Bwana Yom is a day, na pia jina tukufu na takatifu la Mungu kwa Kiebrania hilo tumika sana ni Yahweh ama Yawe kwa Kiswahili. Ndivyo anaongea kuhusu hiyo siku ya Bwana. Ni watu wote ambao wamekaidi Mungu, watu wote ambao wamemkataa Mungu. Tunasikia kwamba watapata mapigo, wataweza kupata adhabu, lakini wote waliomheshimu Mwenyezi Mungu, kuliheshimu jina la Bwana, wote ambao waliweza kuabudu Mwenyezi Mungu, tatu, wote ambao waliweza kumkiri Mungu, na nne, wote ambao waliweza kumsifu Mungu. Malaki anasema ya kwamba jua la haki litaweza kuangazia, na pia katika bawa zake wataweza kupokea uponyaji. Hivyo ndivyo tunapata suluhisho la kwanza, ya kwamba tukiweza kumpenda Mwenyezi Mungu, tukiweza kumwabudu, tukiweza kumheshimu, tukiweza kumkiri na tukiweza kumsifu katika maisha yetu, jua la haki litaweza kutuzukia, na zaidi ya yote tutaweza kupata uponyaji. Kitabu cha Malaki ndicho kitabu cha mwisho katika orodha ama kanuni ya vitabu vya Biblia, the Old Testament canon. Na ikiwa ndicho kitabu cha mwisho, inamaanisha jina hilo Malaki, hilo jina ambalo linatoka jina malaika, my messenger, Malakai, mjumbe wa Mungu, God ama my messenger, God's messenger, ndiyo maana ya jina Malaki. Na katika orodha ya vitabu vya Agano la Kale ndicho kitabu cha mwisho.
Huyu mjumbe wa Mungu ametupatia tayari ujumbe. Ni nini ambacho tunapaswa kufanya tuweze kujiweka chini ya maongozi ya Mungu? Lakini zaidi ya yote pia wadadisi na wasomi biblical exegetes wanaongea kuhusu jua la haki. Jua la haki ni nani? Ni Yesu. Anatabiri na kubashiri agano jipya. Anatabiri ya kwamba atazuka Yesu aliye jua la haki. Na ndivyo hata tumeongea katika kiitikio, jina haki pia limerejelewa, ya kwamba Mungu atakuja kwa hukumu mataifa kwa haki. Jina haki katika Kiswahili kwa Kiingereza lina maana mbili. Kwanza kuna justice, to give equality and equity to all, or to treat people equally, kuweza kuwapatia watu haki zao na kuweza kutobagua wala kutopendelea. That is the literal, ama tunasema ni maelezo mafupi ya haki ni nini. Pia katika Biblia neno haki ni jina righteousness, kwa Kigiriki dekaiosune. Jina hili righteousness, jua la haki, ama Mungu atatuhukumu ndio kwa haki, justice. Pia ataweza kutuhukumu kwa uadilifu na utakatifu wake. Mwenyezi Mungu hatatuhukumu kwa mapendeleo kama wanadamu. Mwanadamu akikalia kwa kiti atawahukumu vyema wale wanaompenda, wale ambao ni marafiki wake. Lakini Kristo ama Mungu mwenyewe anatuambia kwamba yeye habagui. Kwa hivyo atatumia haki kama justice kwa Kiingereza, na pia atatumia utakatifu wake na uadilifu wake, that is righteousness. Ndivyo mataifa yote watapata haki. Hakuna mtu yote ambaye akifika katika hukumu ya Mungu atamlaumu Mwenyezi Mungu hakutenda haki. Tutahukumiwa kulingana na maisha yetu na kulingana matendo yetu. Mungu ametupatia nafasi ya kuweza, kama vile ambavyo tumesema, kumpenda, kuweza kumheshimu, kuweza kumwabudu, kuweza kumkiri na kuweza kumsifu. Ni kwako na kwangu na kwetu kuweza kufanya uchaguzi. Mara kwa mara wakati ambapo nimekuwa nikiwahubiria hapa, nimwambia kwamba imani ni chaguo. Faith is a choice. You either choose heaven or hell. It's not God who will take you to hell. It is you. It's not God who will take you to heaven. It's you. Uchaguzi wako na maamuzi yako na matendo yako na maisha yako ndio atakao kupeleka mbinguni, si Mungu. Mungu amekupatia imani, amekupatia neema, ametujalia chochote ambacho tunahitaji tufanye uamuzi, informed decision, informed choice. Kwa hivyo matendo yetu ya kila siku, kile ambacho tunakitenda kila siku kinatuelekeza aidha mbinguni ama kinatuelekeza jehanamu. Ndivyo ndugu na dada zangu, ndivyo hii injili ya siku ya leo haiongei tunajisumbua sana dunia itaisha lini. That should not be the point of concern. Tumesema hiyo ni ya Mungu na ni Mungu mwenyewe anajua. Hata wewe hukujiumba, ulijipata unaishi. Your entry to the world and your exit is dependent on God. It's not dependent on you. Ama ulijipata unaishi ama who applied to be created? Your entry to this physical life was God's choice. And the day you leave this world will be his choice. You will not be consulted. Hutaulizwa unataka kufa lini. Hutaulizwa unataka kufa kwa njia gani. Ndivyo entry and exit is a preserve of God. Ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo yangu ni kufanya nini? Si kujisumbua, ni kutumia muda uliopo.
Ndivyo wasomi wengi na watakatifu wengi wamesema ya kwamba hatupaswi kujisumbua na kuwa na stress ndio itaisha. Lini unapaswa kuwa na stress? For the time wasted, kwa muda uliopoteza katika maisha yako. Wasted chances, wasted time and wasted opportunities. That should be a point of concern. Nimepoteza muda upi kwa kutompenda Mungu? Nimepoteza muda gani kwa kutomjua Mungu na kuishi kadri ya mapenzi yake? Si dunia itaisha lini? Hiyo haikuhusu. Haikuhusu ndewe wala sikio. Kile ambacho kinanihusu, ninatumia aje muda uliopo. Nimepoteza nafasi ngapi za baraka? Nimepoteza nafasi ngapi za utumishi? Kama vile sala ya kwanza tumesema pale, maana kwa kutumikia wewe tunayo heri iliyo ya milele. How many opportunities have we wasted and we have not been able to serve our brothers and sisters? Tumejisumbua na mambo mengi, madaraka, sifa na nini na nini na nini. We have forgotten the fundamental issue, to maximize the now of God. Muda uliopo. Na ndivyo huu mwinjilisti Luka mara nyingi anatumia neno leo. Ninukuu 2. Mwizi aliyeongoka alimwambia, leo utakuwa nami paradisini. Iko katika Injili ya Luka. Zakayo wakati alienda kwake alimwambia, leo wokovu umefika kwa nyumba hii. Leo ndio muda uliokubalika, ndio muda wa wokovu. Unatumia leo yako kwa njia gani? Si waanze nasema people who are depressed, they are living in their past. People who are happy are living in the now. People who are anxious are living in the future. The choice is yours. Do you want to be depressed because you are living in your past? Unaishi wakati ulikuwa secondary. Unaishi wakati ambapo ulikuwa na miaka 20 ama miaka 30 ama muda fulani. You live in your past. Umefungwa na maisha ya kale. Kuna mwingine hafurahii muda uliopo kwa sababu anataka kuishi kesho. Kama wanauliza dunia itaisha lini? Na leo hajaweza kuishi. Muda uliopo hajaweza kufurahia. Ndivyo tumeambiwa maisha ni mafupi. Wacha kujisumbua na mambo yaliyopita na mambo ambayo yatakuja. Ukitumia muda uliopo sasa, your future is guaranteed. Ukitumia responsibly and maximally, you are now or the present moment, your future will be good. Hata upasi kujisumbua, because already tunasema ya kwamba the now, the today of God is our investment for tomorrow. Ni kama akiba haiozi, matendo mazuri, maisha mazuri, imani thabiti, ninaiweka kwa current account ama saving account, itanisaidia. Ndivyo usiishi yaliyopita si ndwele. Na hata wasio nasema ya kale hayanuki. Kwa hivyo niweze kuishi muda wa sasa. Nisijisumbue na kesho na kuhangaika kama vile Injili imetuambia, kwa sababu nimeishi kikamilifu na kiaminifu sasa. Ndugu na dada zangu, muda ulio wa maana sana si jana wala si kesho. Muda ulio wa maana sana, ndugu na dada zangu, ni sasa. Hata mwandishi Mwafrika wakati ambapo alikuwa anaongea, Profesa marehemu John Mbiti alikuwa anaandika kuhusu the African concept of time. And the most hata aliweza kudokeza kusema ya kwamba muda ulio wa maana sana ni sasa. Si zamani wala si kesho ama muda ujao. Ndugu na dada zangu, tunatumia muda uliopo kwa njia gani? Hata kwa Kiingereza tunasema jina present has 2 minutes.
Present time, here and now. Present means a gift. I'll give you a present. Means a gift. The time here and now, sasa ndiyo zawadi ambayo Mungu amenipa. Muda wa sasa waweza kuondoa dhambi zote za zamani. Na muda wa sasa waweza kunifanya kuwa kiumbe kipya na kuwa mtakatifu siku za usoni. Watakatifu wengi kama Paulo alisema, nikitazama maisha yangu akielekea kanisa la Filipi, nikiangalia maisha yangu ya kale, naona kama ni takataka nikilinganisha na wema wa Bwana katika maisha yangu. Na wakati ambapo alijua Yesu yu ndani yake na yuko ndani ya Yesu, akasema Galatians chapter 2 verse 20, si mimi ninayeishi bali ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Si yule mtu wa kale Sauli, si yule mtu ambaye alikuwa wa dunia, bali ni kiumbe kipya ndani ya Yesu, kwa sababu aliweza kuishi sasa yake kwa njia iliyokuwa kubwa, na njia ambayo ilikuwa ya maana, na njia ambayo ilikuwa ya kiaminifu. Ndivyo ndugu na dada zangu, muda uliokubalika ndiyo sasa. Wakati wa wokovu ni leo, kama ambavyo tutasikia katika somo la pili siku ya Jumatano ya Majivu. Ndivyo Paulo, hilo huwa ni somo la pili katika Jumatano ya Majivu. Muda uliokubalika ndiyo sasa. Wakati wa wokovu ni leo. Ndivyo ndugu na dada zangu, usiishi, don't hallucinate and uanze kuangalia mambo kama umefika mbinguni. Ishi leo. Uko umeketi hapa kwa kiti, unaishiaje leo? Usiishi Jumatatu. Hatujafika Jumatatu, hatuwezi kurudi jana Saturday. Tunaishi leo, tunaishi siku kwa siku. Lakini kuishi kwetu kwa siku tunasema ndiyo ngazi ya kutuelekeza kwa kesho. Tayari jana ni fundisho, zamani ni fundisho ya mazuri na mema niliyoyatenda, lakini siwezi kurudi kule. Wole Soyinka, mwandishi Nigeria, anasema kwamba there is no single human being rich enough to buy his past. Hakuna mtu uwe na pesa kiasi gani uweze kununua maisha yako yaliyopita. Is forever gone. It is in the archives of history. Ndivyo ndugu na dada zangu, ndivyo ninapaswa kuingia katika sasa ya Mungu. Muda ambao Mungu amenipa niweze kuutumia kama kioo. Najua baadhi yenu mmeweza kutumia vioo, nikarabati maisha yangu, niyabadilishe, niyafanye bora zaidi. Kama vile ambavyo umejitazama kwa kioo na ukaona utaweza kuweka laini nguo yako. Hata mimi wakati nimevaa hii kasula pale kwa sakris, nimeangalia kama inakaa mzuri. Hii pati isiingie ikae kama inakaa booster ya simu. Tumsifu Yesu Kristo. Mshimu kunifa. Ndivyo neno la Mungu Jumapili baada ya Jumapili, na wale ambao wanahudhuria misa za katikati ya wiki, ni kioo. Ninapaswa kurekebisha wapi? Ninapaswa kuongeza wapi? Sasa muda uliopo. Na ndivyo haya maisha yetu tunaalikwa kuweza kuacha fikra za kidunia, earthly thinking. Tunapaswa kukumbatia eternal thinking, ya kwamba tuache fikra za kidunia na tuweze kukumbatia maisha ya kibinguni. Kwa njia gani? Tunasema mahujaji wa matumaini. We are pilgrims of hope. But in actual fact, without qualifying whether it's pilgrims of hope or faith or of love or any other adjective that you can be able to use, tunasema ya kwamba by nature we are pilgrims. Tunaelekea mbinguni. You are aging every day. You are going towards heaven. You are turning towards your death. Tunasafiri.
Tukisema mahujaji tusiangalie kama ni vokali msamiati, inamaanisha wasafiri. Sojourners. Sisi ni wasafiri. Kutoka wakati ambapo unazaliwa ukielekea mbinguni unasafiri. Physically, biologically, spiritually, unaelekea mahali. We are aging every day. Ndivyo tunasema ya kwamba si mwisho wa dunia kama dunia, kwa sababu hata nimeelewa kuna ndugu mwingine ambaye hata aliniandikia mpaka message akaniambia, Father, we shall miss you. Mlimuzika Jumanne. Ndugu Samu, ndio? Kama angona geti pale. Ni watu wanaishi. Si dunia inaisha. Wewe utasubiri dunia ishe, ni wewe utaisha. Utaisha kabla dunia ishe. Ndivyo tunasema ya kwamba usijisumbue itaisha lini. Don't be disturbed by dates. By when. Wewe utaisha. Usipoangalia maisha yako utavumaniwa kabla hujajitayarisha. Nimwambia mara kwa mara kuna mambo matatu kuhusu kifo chetu. Na already nimwambia kwamba you not be consulted wakati utakufa. Mungu hatakuja kuuliza unataka ukufia kwa bafu? Unataka ukufia kwa hospitali? Ama unataka ugongwe na baiskeli? Ama uumwe na punda? Chagua. You not be consulted. So three things. You don't know where, how and when. Hujui ni kwa njia gani, ni wapi na ni lini. Wewe jisumbue, wanauliza ni wakati gani? Ndivyo tunaambiwa tujichunguze. Hujui lini, hujui ni wapi, hujui ni kwa njia gani. Mwakumbusho wa Kristo sana. Waweza kufia pahali popote, lakini pia uangalie usikufia kwa bafu. Because watu watashinda watakuja kukuchukua aje na uko na suti yako. Hatusema kuna pale mazuri pa kukufia. Tuzuie hizo vitu. Lakini pia unaweza kuwa umesababisha wewe pia, kwa sababu kufia kwa bafu labda umeenda kuoga na unaanza kusema nimulikiwe, unamulikiwa ama ni kuoga. Ukisema ni naona maajabu bwana, unatereza unagonga chupa ya ndege ya mfereji, unazima. Na unazima ukiwa katika hiyo suti ya anda ama Eva. Ndivyo kama sijui ni lini ni wapi, na ni kwa njia gani niweze kuwa na busara. Hii injili inatuambia hivi. Na ndivyo mnakumbuka Jumapili iliyopita tulikuwa ni dedication of Lateran Basilica, si ndio? Na akachapa watu waliokuwa ndani. Sasa leo bapo tena ameleuka anasema hii kanisa hakuna jua litakuwa imebomolewa. Ndivyo Jumapili pale ambapo nilikuwa ninahubiri ambia we must distinguish between two things: sacredness of place and the holiness of the believer. Pale kama hili kanisa ni takatifu, lilipakwa mafuta, is a holy ground. Lakini swali kubwa tunaweza kuuliza, wale ambao wanaingia ndani ni watakatifu? The holiness of believers. Ni mara ngapi tumesikia watu wameacha simu ikaenda hapa na mtu aliingia pale ama kaingilia pale na kaingilia hapa. Is it a holy ground but is not holy? Jana tulikuwa tunaongea na Father Monyaka, akaniambia kitu kilitendeka Wednesday. Sijui mtu mmoja ameingia Adoration Chapel watu wageni kuacha nini hakupata simu. Chapel ni takatifu ndio. Sacred place but an holy person went in. Ndivyo naambiwa is not external holiness. Jengo litabomolewa, lakini nyinyi ambao mnabaki mmejitakatifuza. The Cathedral Church of Christ will not make you holy if you don't seek holiness personally. Kusema tunaingia kanisa la Kristo Mfalme si tiketi ya kuingia mbinguni. Kanisa lenyewe ni takatifu. Lakini wewe mwenyewe usipojibidiisha kutafuta huo utakatifu ndani mwako, jengo lenyewe
Ni vile mwisho wa dunia tulikuwa tunaabudu katika makao yako, unaambiwa na Yesu, "Kanyaga kubwa mimi sikujui hata sijai kucheki." Weishia, ishia msee wangu. Sema hata sijui nilikuwa hata ninakondolea taba na komacho kondo zakakaba. Weishia msee, sikufahamu. Unasema ati nakulamba kwa Yesu, anakuambia ishia. Tumsifu Yesu Kristo. Ndivyo ni nafasi ya kujiangalia, kujirekebisha, kumkaribia Mungu zaidi, na ili kila mmoja wetu aweze kuwa jengo la Mungu. Ndivyo baada tutaanza kipindi cha maajilio, ndivyo tutaweza kukutana na Yesu, ama Yesu atakuwa ndani mwetu akiwa Emmanuel. Emmanuel inamaanisha Mungu pamoja nasi. Mungu ndani mwangu, nami ndani yake. Jina Emmanuel sema Mungu alikuwa pamoja nasi, ama Mungu atakuwa pamoja nasi. Inaongea in the present tense, Mungu pamoja nasi. Tuombe ya kwamba kila mmoja wetu atakuwa ni hayo makao ambapo Mungu yu pamoja nasi. Tumsifu Yesu Kristo.